matukio. Tunatamani kila Mtanzania anapokutana na janga la uhalifu mtandao akaripoti maeneo sahihi ili upate faida kubwa tatu. Faida ya kwanza unaweza ukafanikiwa kupata usaidizi wa jambo lililokukuta, watu waliofanya hivyo wachukuliwa hatua. Jambo la pili, nchi yetu itapata takwimu sahihi ya majanga haya na yako katika hali gani ili tuweze kujua hotspot na hatua ziweze kuchukuliwa. Jambo la tatu, na ndio la muhimu sana kuliko yale mawili, kwamba unawezekana mtu amehack simu yako. Inawezekana mtu amehack akaunti yako, akaenda akaitumia vibaya kutukana watu. Utakuja utashikwa wewe kwa sababu wewe ndio mwenye possess ya ile account. Lakini kama ulikuwa umesha ripoti kwamba bwana mimi simu yangu sasa hivi haiko, kama inatapeli watu mimi simu sina, kama ni account yangu bwana imehakiwa, kama inaendelea kutukana watu huko mimi sio mhusika, maana yake wewe utakuwa umejitoa kwenye matatizo ya wewe kuendelea kupata shida ya kukamatwa wakati wewe hauhusiki, kuliko usubiri uchunguzi ufanyike ije ithibitike kwamba ile account ilikuwa si ya kwako, ama ndio limeshafanyika huko umeshashika unasema jamani mimi nilikuwa situmii. Utaulizwa ulikuwa vipi huku ripoti kama kweli kitu hichi ulikuwa nacho, kama ni kweli account ulikuwa wewe uendelee kuitumia. Kwa hiyo unaporipoti, faida kubwa tatu ndio hizo, kwamba unaweza kujitoa kwenye matatizo kama hiyo account yako ama hiyo simu yako itaenda kufanya uhalifu mwingine sehemu yoyote. Na hapo kileo hali ya uripotiji wa matukio kama uhalifu mtandaoni kwa wananchi kuja kuripoti ikoje? Na wanatakiwa kuripoti wapi? Okay. Kuhusiana na masuala ya reporting, tunahamasisha watu wa ripoti kwenye taasisi mahususi. Nchini kwetu hapa kuna kitengo maalum kinachodhibiti uhalifu mtandao nchini, kinaitwa Cyber Crime Unit. Na kitengo hicho ndio mahali sahihi ya watu kuripoti matukio ya kihalifu mtandao. Ukienda kuripoti kuchochoro huku na kule, umeenda kuripoti kwa mtu binafsi au mwingine anakuja kuripotia mimi binafsi niko nyumbani unanipigia simu nimetapeliwa ama nini, naweza nisikusaidie sana. Lakini ukienda kwenye mamlaka mahususi ukaripoti, jambo lako litachukuliwa hatua na mambo yatawekwa sawa. Na watu kuripoti tuna changamoto, na kama tulivyoona kwenye idara yetu hapa kuna changamoto, wengine either hawajui utaratibu wa kuripoti moja, wengine wanajua utaratibu wa kuripoti lakini wanashindwa, labda uvivu ama wanaona labda hatua zitachukuliwa. Yani kuna hiyo una assume hujafanya, uona assume tu labda sitasaidika, kumbe ungeripoti unaweza ungekuwa umepata usaidizi. Kwa hiyo unaweza, hivyo ndio vitu vinaweza vikawa vinachangia watu kutokuripoti, na ndio maana matukio mengi unakuta yanaenda unreported, ama wengine wanaenda kuripoti mtandaoni. Unaporipoti mtandaoni unamripotia nani? Ama unaenda unatagi sijui taasisi fulani, ama wengine wanatagi Tanpol, wanatagi Tanpol sijui kanifanya hivi. Sasa mtandaoni kisha ripoti, kuna arabi unatakiwa kupewa, kuna utoe maelezo, unaandikisha sehemu na kadhalika. Hebu tufuate hizo taratibu mahususi ambazo ziko kama tunaporipoti matukio mengine ya haya physical, ili hatua ziwe zinachukuliwa na watu wao wanachukuliwa hatua stahiki na tuendelee kubaki salama.